Ni kwa awamu nyingine tena tunakutana kwenye mwendelezo wa simulizi yetu, simulizi inayojulikana kwa jina la Penzi Butu. Hii ni sehemu ya 6 na kukumbusha machache kutoka kwenye sehemu ya 5. Tulishia eneo ambalo Hosea sasa amesafiri na kwenda mjini kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ninaamini atakaporudi atakutana na taarifa mbaya sana, kwa sababu ameondoka jana kijijini na leo mpenzi wake au mchumba wake mtarajiwa amechukuliwa na wenye pesa. Hakika pesa inaongea. Ndiyo, pesa inaongea. Nini kitakachoendelea baada ya Hosea kuweza kukubaliana na huyu meneja wa kampuni ya kuuza na kununua bidhaa za mashamba? Huyu jamaa alimwambia anataka Hosea akutane na bosi wake kwa sababu wanaweza akafanya biashara kubwa zaidi ya kuuziana tu mahindi. Kwa hiyo Hosea amesafiri kwenda Dar es Salaam. Nini kitakachoendelea? Karibu kwenye sehemu ya 6. Mimi ninaitwa Genius Amon. Hosea alifika jijini Dar es Salaam. Walifika kwenye ofisi ya mzee mmoja, lakini alikuwa ni mzee wa makamu, yaani sio mzee sana. Ofisi hii haikuwa inaonekana kama ofisi inayohusika na mazao. Ilikuwa ni ofisi nzuri na ya kisasa. Nje kwenye eneo la ndani ya fensi palionekana magari ya thamani na bustani ya kuvutia inayoonekana kutunzwa kwa gharama kubwa. Kiukweli ni ngumu kujua kama hii ni ofisi ya kununua mazao ya shamba. Hosea akiwa katika kushangaa uzuri wa ofisi hii ambayo hakuwahi kujua kabisa kama anaweza kufanya kazi na watu wanaofanya kazi kwenye ofisi hii, ama ofisi ya kufanania na hii. Huyu jamaa aliyekuja naye, yani dereva, alisikika akiita jina la huyu mzee mmiliki wa ofisi, Mzee James. Mzee James, habari? Salama Morris, kumbe umeshafika. Mzee Morris alisema, tumefika na nipo na mgeni wako hapa, anaitwa Hosea. Basi walitambulishana pale, wakafahamiana. Dereva aliondoka akawaacha, akaenda nyumbani kwa ajili ya kupumzika. Mzee James ambaye alikuwa ni bosi alimwambia Hosea, nadhani na wewe ukapumzike, maana naona umechoka sana. Baada ya mapumziko mafupi tutaongea zaidi. Hosea hakuwa na la kusema kwa sababu alikuwa akifuata maelekezo ya wenyeji wake. Walimpeleka kwenye chumba chake cha kupumzika. Alilala muda mrefu sana kwa sababu alikuwa amechoka. Aliamka jioni, inaelekea saa 10, na ni kwa sababu walikuwa wamefika Dar es Salaam mchana. Ilikuwa ni kama mida ya saa 7:30. Alipoamka alielekea maeneo aliyokuwa kaelekezwa kuelekea. Baada ya kuamka alikuta watu wakiendelea na kazi. Kuna kijana mmoja alipomuona alienda kumpokea, akampeleka kwa bosi. Nadhani alikuwa amepewa maelekezo hayo. Alipofika kwa bosi, Mzee James alimkaribisha. Umeamka? Karibu upate nafasi. Aliweza kumkaribisha. Baada ya kuongea hayo, alitoa amri, mwambie mlinzi asiruhusu mtu kuingia ofisini kwangu kwa sasa, sababu nina maongezi na mgeni wangu. Hosea alikuwa mtu wa kusikiliza. Alikuwa anasikiliza tu, kutazama na kushangaa. Alisikia sauti ya Mzee James ambayo ilianza kwa kukohoa kidogo. Kijana, nikumbushe, unaitwa nani? Alijibu, mimi ninaitwa Hosea. Sawa Hosea, nimepata taarifa zako kutoka kwa mwanangu. Nadhani mmefahamiana hapo kabla. Hosea alisema, sina uhakika juu ya hilo. Mzee alimwambia, yule uliyekutana naye kule Dodoma ni mmoja kati ya wanangu. Hosea alisema, sawa, nimekuelewa, nimemkumbuka, nilikuwa naye kule. Mzee alisema, sawa, huyo ni mwanangu, anaitwa Shedrack na ana wakubwa zake 3 na wadogo zake 2.
Sasa yule ni mwanangu, mjue ndiye msimamizi mkubwa katika biashara zangu. Hosea alisema sawa mzee, nimefurahi kumfahamu na kufahamu hilo. Sasa nimesikia unafahamu sana mambo ya shambani, lakini hata mazao uliyotuuzia ni mazuri sana, ndio maana upo hapa leo. Hosea alizidi kutega sikio kujua nini kinazungumzwa hapa. Mzee aliendelea kusema, lengo la wewe kuletwa hapa ni kutaka kuomba ufanye kazi na sisi, lakini kazi yako itakuwa ni kutusaidia kutafuta mazao huko kijijini. Nimetaka wewe uifanye kazi hii kwa sababu ni mkulima, na naamini hii kazi unaiweza kwa sababu wewe ni mkulima. Ninaomba utusaidie kwa hilo. Hosea alimuuliza, nalipwa shingapi kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi? Mzee alimwambia, tunakulipa kulingana na unavyotaka. Ukitaka kwa siku au kwa mwezi au kwa wiki, ni wewe tu. Hosea aliuliza, malipo yapoje? Mzee alisema, sisi malipo ni kwa mwezi 2,000,000. Hosea kusikia 2,000,000 alishangaa sana, ni kama akuamini anachosikia, maana ili yeye apate 2,000,000 lazima amwage jasho la kweli kweli. Baada ya kusikia hivyo, hakutaka hata kupoteza muda. Alikubaliana na huyu mzee. Aliamini sasa anaenda kupata pesa ya haraka sana na ataweza kutimiza malengo aliyokuwa nayo. Na sasa alipanga akirudi kijijini anaweza kupeleka posa kwa wazazi wa Monica, bila kujua huku kijijini mambo yamekuwa mengine tofauti na alivyoyaacha. Bosi aliendelea kuongea, unapewa muda kidogo wa kujiandaa kwa ajili ya kuendelea na majukumu yako mapya. Mzee alisema sawa, nashukuru, lakini nataka kujua majukumu yangu yanaanza lini. Mzee alisema, wewe unataka kuanza lini? Hosea alisema, hata kesho sawa. Mzee alisema sawa, kesho naweza kuendelea na kazi, ila kwa sasa tunataka mazao ya mahindi. Nadhani kwa sababu nyumbani kwenu ni mwenyeji, unaweza kuanzia kule. Kwa hiyo nenda kaangalie mazao mazuri na yanayoweza kutupa pesa nzuri. Hosea alisema sawa mzee, nipo tayari kwa hilo. Sasa Hosea alianza majukumu mapya ya kwenda kutafuta mazao ya mahindi. Ilikuwa ni kijijini kwao. Alienda kupumzika akiwa na furaha ya kurudi nyumbani, na sasa akiwa anatamani kuonana na mpenzi wake, akimpelekea taarifa mpya. Hosea anataka kutoa posa na kumwoa Monica. Ilikuwa ni taasisi, ilikuwa ni saa za usiku. Ilikuwa ni saa za usiku. Alipokea simu. Ilikuwa ni ya yule dereva aliyekuja naye kipindi anakuja mjini. Hosea, bado umelala? Ndiyo, kuna nini? Huyu dereva alimwambia, nimepewa taarifa jana kuwa natakiwa nikupeleke stendi leo, na nilitegemea utakuwa tayari, maana saa hizi ilitakiwa uwe stendi. Hosea alisema sawa, ngoja nijiandae. Aliamka na kujiandaa kwa ajili ya safari, na dereva alikuja kumchukua. Walienda, alioneshwa gari ambalo tayari lilikuwa limeandaliwa tiketi yake. Alipanda na kusubiri muda wa kuondoka kwa gari. Lilikuwa ni kama lisali moja gari tangu apande gari, na sasa gari lilianza safari. Kwa sasa hakuwa na uchovu wowote katika safari yake. Alipofika alimkuta baba yake akiwa na mgeni wa kike. Alipokuja kuangalia vizuri, alimwona mama yake. Alifurahi kuona mama karudi kutoka safari. Mama alianza kwa kumtania, sasa naona muda mchache nimeondoka, umekuwa mwanaume. Nataka kusikia mpango wa wewe kuniletea mkwe ipoje, maana naona vijana wanatoka huko kijiji cha pili
ndo wanaanza kuchukua mabinti kutoka hapa. Hosea alishangaa kidogo, akiambatanisha na swali, kwa nini nani kachukuliwa? Mama alisema, jamani mwanangu, ina maana hauna taarifa kuwa Monica katolewa posa au unajisaulisha? Si wamekuja juzi hapa wametoa posa. Hosea alishangaa na kubaki amebung'aa. Yaani alikuwa ni kama anayeogopa hivi. Mama, una maana gani? Yaani unamaanisha nini? Hosea mwanangu, namaanisha kuwa Monica anakaribia kuolewa. Hosea alitoka nje na kukimbilia shambani. Alipokuwa akikutana na Monica, hata yeye akujua kwa nini alikimbilia kule. Hakuamini kabisa anachoambiwa. Alihisi kama mama alikuwa anamtania. Akiwa njiani alikutana na Rebeka. Rebeka alimuona na kumtambua. Hosea, ni wewe? Yaani umeenda mjini siku chache tu umebadilika mpaka mwonekano. Hosea alisema, Rebeka, naomba uniambie ukweli. Nini kinachoendelea? Rebeka alisema, Hosea, samahani na pole kwa kilichotokea. Nilijua umepata hizi taarifa. Hata mimi nilikosa majibu, nilibaki na maswali kwa kweli. Monica alisema, Rebeka, una maana gani? Nenda kwenye pointi, niweke wazi. Rebeka alimwambia, Monica ametolewa posa. Hosea kusikia hivyo hakutaka kujua kingine. Aliondoka hapo, alielekea kule shambani. Alienda mpaka kule alipokuwa na Monica kwa mara ya kwanza, alipokutana na Monica kwa mara ya kwanza kwenye shamba la mahindi. Atawezaje kuendo ili hizi hisia? Aliangalia sana lile eneo. Aliangalia ule mwembe ambao ndio kwake aliuona kama chanzo cha penzi lao. Kumbe hakwenda kwenye shamba la mahindi, alienda kule kwenye shamba la michungwa na maembe. Alipiga ukunga kwa nguvu. Alipokuwa akilia hivyo, kumbe Rebeka alimfuata kwa nyuma, akitaka kujua anakimbilia wapi mtu huyu. Rebeka alimkuta amejibwaga chini kama mtu asiyekuwa na nguvu. Alijaribu kumbembeleza, lakini Hosea hakutaka kusikia la mtu. Alipohisi kuna mtu anamgusa, alinyanyuka. Aliondoka kuelekea nyumbani, lakini Rebeka alionekana kama kuna jambo anataka kumweleza, ingawa Hosea hakutaka kusikia chochote. Ndani yake alijua kilichosababisha mkose Monica ni usaliti. Alijua chochote kilichofanyika ni usaliti. Hosea alienda mpaka nyumbani. Alimwambia baba na mama, akiwa anajikaza kama hakuna kilichotokea au kinachoendelea. Mama na baba, mnajua nilitoka kwenda kuuza mazao mjini, lakini kuna jambo jipya. Nimepata kazi kule ambayo naweza kuifanya nikiwa hapa. Baba aliuliza ni kazi gani? Maana hakutaka Hosea aende mbali na wao. Hosea alijibu, ni ya kununua mazao hapa kijijini, na ninawapa wahusika taarifa. Wanakuja wanachukua mazao yao. Mimi ninalipwa kila mwezi. Kwa hiyo leo sitakiwi kuwa hapa muda wa kukaa. Natakiwa kuzunguka na kujua naweza kupata wapi mazao ili nikamilishe kazi yangu. Wazazi walionekana kumuunga mkono na kumpa heshima kwa hilo, lakini mama alisema, mwanangu, unajua tunakutegemea sana hapa nyumbani. Sasa hakikisha unafanya kazi vizuri na uangalifu sana. Kuwa makini na vijana wa mjini. Hosea alipokea ushauri wa mzazi kwa usikivu wa bandia.
kwa maana akili yake haikuwa hapo. Aliondoka akitaka akatuliza akili. Kwa kuwa alikuwa na kiasi cha pesa, aliamua kutafuta gesti. Alienda kulala huko. Alisikia usiku mzima alikuwa anahisi kama akili haiko sawa. Alikuwa analia kama mtoto mdogo. Kila alipokumbuka matukio yote ya furaha, alikuwa anazidi kujiongezea maumivu na machozi. Aliingia katika penzi ili akiwa na matumaini ya kuwa sehemu salama, lakini alikuwa akijilaumu na kuhisi moyo wake ameuponza, amempa muuza bucha. Sasa zile nyimbo alizokuwa anaimba kwa masikitiko zimekwenda kutimia. Kulikucha, lakini kulikuwa akuchi. Kwake palikuwa ni pagumu. Alipofika asubuhi, aliamua kuondoka na kurudi tena kule shambani. Alienda shambani kwake alipokuwa amezoea kukutana na Monica, aliyekuwa ni mrembo wa moyo wake. Alikaa pale walipokuwa wamezoea kukaa pamoja. Na ikumbukwe kuwa Monica alitolewa posa, lakini bado hajaolewa, hivyo bado yupo nyumbani kwa wazazi. Hosea alitoka mjini na kukutana taarifa hizi. Watu wameshafanya sherehe kwa ajili ya kuaga, hata marafiki wamesubiri tu mahali ije kutolewa, mwanamke aondolewe. Hosea alipokuwa amekaa, alijikuta anaanza kuimba kama ilivyokuwa kawaida yake. Nyimbo za mwanzo zilikuwa zimebadilika. Alikuwa amezoea kuimba nyimbo za kuonekana kuwa yuko na mwenzi wake, lakini sasa alikuwa akiimba, si umesema miba ni ani mbaya, na uwepo wako kwangu sio dawa. Haya, penzi nikashona, tenzi naliwaya, kwenye moyo wangu ulivae liwe sawa, limepwaya. Haya, napuliza majivu, maana moto siuoni, kooni maumivu, vumbi la rudi machoni, ahadi za mbivu zimebaki ndotoni, na lile penzi tulivu leo lipo kikaangoni. Imeniponza huruma kirungi, kujitwisha kumsaidia, kumbe katoboa mtungi, maji yananimwagikia, penzi limevuja tena. Hosea akiwa anaimba kupitia hisia kali za maumivu ya mapenzi. Kuna mtu alimsikia kwa sababu alikuwa akiimba kwa sauti bila kujizuia. Yule mtu alimfuata kimya kimya, kwa maana alihisi ni kama sauti kaifahamu. Alitaka kujua kama kweli ni Hosea au ni nani. Ni kweli. Alipofika alimwona Hosea akiwa analia machozi mengi kama mtoto aliyechapwa bila huruma. Hosea aliendelea kuimba. Ulisema si kiwambaza penzi letu ukuta wa chuma, nikitoka kila kiwaraza utanistili nywele za nyuma. Mara kwa mara ulilia, kifuani kwangu umenilalia, ukijuta na kuyachukia yale uliyoyapitia. Eti kama mimi hujaona wa kufanana naye, sasa mbona ukusema kama umeshakutana naye? Napuliza majivu, maana moto siuoni. Akiwa hajamaliza kabisa, huyu aliyekuwa akimsikiliza alishindwa kuvumilia kusikiliza wimbo mpaka mwisho. Alimwita Hosea. Hosea alishtuka, maana alikuwa katika kina cha hisia ambazo hana namna ya kuzielezea. Alikuwa ni Monica. Hosea aliuliza, umefuata nini hapa? Unataka nini? Au umetumwa kunimalizia, sio? Monica alimwambia, hapana, usiwaze vibaya, najua unaumia. Kabla hajamaliza kuongea, Hosea alinyanyuka na kuondoka. Ilikuwa bado ni asubuhi sana, na huu ni muda ambao Monica huwa anaenda kuchukua maji kisimani. Hosea alienda na kuanza kuangalia kama anaweza kupata mahindi. Aliamua kuachana na huyu mwanamke. Siku hiyo ilipita. Mahindi mengi sana aliweza kukusanya.
aliwaambia wahusika kusogeza mzigo wao karibu na barabara ili gari likija liweze kupata urahisi wa kupakia. Waliwasiliana na ofisi ili waweze kumwagizia gari. Waliahidi kuja kuchukua mzigo. Walikuwa pale barabarani mpaka usiku wa manane, na ndipo gari lilifika na kupima mzigo huku unapakiwa. Wakulima walipewa pesa yao na safari ya kurudi mjini ilianza bila kuchelewa. Hii ilikuwa ni sehemu ya 6. Sehemu ya 7 hivi itaongeaje? Sijajua. Tumeanza kuona kasheshe katika simulizi hii iliyoanza kishamba, sasa inaingia kimjini katika maumivu zaidi. Hosea anapitia wakati mgumu sana. Monica katolewa posa. Sasa nini kitafuata? Ngoja tulipe bill kisha tutarudi na sehemu ya 7. Mimi ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studio. Karibu tena.